tunakosa macho ya kiroho, tuna macho ya kimwili. Naam, lakini wakati huu pia katika kongamano kubwa kabisa ambalo limefanyika leo, tunaye mheshimiwa hapa. Karibu sana mheshimiwa. Naam, Watanzania wanataka kukusikiliza, ni nini unazungumzia kwenye tukio kubwa kabisa kongamano la leo? Karibu sana. Asante sana. Ndio. Kwanza ambaye anafanya hata kuweza kusimama katika jambo hili kwa ajili ya nchi yetu. Yes. Tunaporudi katika maandiko katika Ezekiel sura ya 22 na mstari wa 31 wa 30. Ndio. Nayo Biblia inasema, nami nikatafuta mtu mmoja miongoni mwao, Yes, atakayesimama katika nchi ili apate kutengeneza boma, lakini akasema sikuona mtu. Lakini siku ya leo mtu huyo aliyepatikana ni mimi na wewe. ndio. Na kwa sababu tumepatikana mimi na wewe, bado vile vile Mungu anasema wewe uliyepatikana, nenda katika viwanja vya nchi, katika viwanja vya mipira, kaangalie huko, mwaweza kupata mtu mmoja atakayesimama ili apate kuiponya. Lakini hiyo inasema katika Yeremia sura ya 5 na mstari wa 1 kwamba utaenda katika viwanja vya mipira, na huko katika viwanja vya mipira utapata mtu mmoja ambaye ataweza kusimama mbele za Bwana kwa haki, na kwa kupitia huyo akasababisha nchi ikaweza kupona. Lakini si hilo, tukirudi katika Mwanzo sura ile ya 26, Ndio. sura ile ya 18 mstari wa 26, nao akasema, naliangalia katika Israeli nami sikuona mtu, lakini nikaona watu ambao wamesimama katika nchi. Naye Elia akasema, Bwana, je, utaweza kuangamiza nchi ingawa kuna watu 50 watakao kuwepo katika nchi? Naye Mungu akasema, siwezi kuangamiza kwa sababu hao watu 50 waliosimama. Tukiangalia Tanzania wako watu milioni 62, lakini katika watu milioni 62, je, swali, wako hapa? Jibu ni kwamba la, hawako hapa. Na kama hawako hapa, je, sisi tulioko hapa tunafika watu 40? Tunafika watu 60? Tunafika watu 100? Tunafika watu 200? Hata light tungefika watu 500, ni kwamba hata robo hatuweza kufika. Lakini Mungu akasema watu 50 watakaosimama kwa ajili ya kazi yangu nitaiponya nchi. Hivyo ninaamini siku ya leo katika uchache wetu tuliokupo sisi, mimi na wewe, Mungu atakwenda kuiponya Tanzania. Na kama Mungu ameahidi ya kwamba atatimiza, sina budi kusema kwa ujasiri na kwa unyenyekevu mbele za Mungu ya kusema, Mungu kila madhabahu ameweka kuhani, na kama ameweka kuhani ndani ya hiyo madhabahu, bila shaka ndani ya madhabahu kwa kupitia mtu mmoja ambaye ni amesababisha tumekusanyika hapa. Bila shaka Mungu kuna jambo anakwenda kulifanya Tanzania, na Mungu anakwenda kuigeuza Tanzania na kuwa ni kisiwa cha amani kama alivyoahidi mwanzo, na ninaamini itakuwa sawa sana kwamba kwangu mimi na wewe katika jina la Yesu. Ni tarehe 26 ya mwezi wa 4 mwaka 2026, tukio kubwa kabisa kama vile ambavyo tumetazama. Lakini pia ni nini ujumbe unataka kuambia watumishi wa Mungu ambao wanakusikiliza kwa muda huu? Karibu sana. Ujumbe wangu kwa watumishi wa Mungu, tuache udini, ndio, na tuache udhehebu, bali tushikane na kuwa kitu kimoja. Na ndio maana akasema, nami nikatafuta mtu mmoja. Hakusema natafuta mchungaji, ndio. Hakusema natafuta kuhani, hakusema natafuta nabii, bali akasema nami nikatafuta mtu mmoja. Kwa hiyo katika umoja wetu utatufanya nchi yetu iweze kupona. Kwa hiyo ninaamini tarehe hiyo watu watakusanyika kutosha, na tutamwabudu na tutamuita Bwana. Katika kuabudu, Mungu haangalii dini wala dhehebu, anaangalia ndani ya mtu ameweka kitu cha kuabudu na kusifu. Hicho ndicho Mungu anachotaka ili akapate kukitumia kuiponya Tanzania. Asante sana. Yamkini wako watumishi vijana wenye maono, lakini wanakuwa na hofu. Unawaambia nini baba askofu? Biblia inasema kwanza, hofu, uoga haimpendezi Mungu, na ili tuweze kumpendeza Mungu imetupasa kuwa majasiri
Ninarudi nyuma kwa dada yangu Rose Mwando. Yes. Akasema umaskini ni woga wako mwenyewe. Ndio. Sasa kama umeiruhusu roho ya woga, wewe sio mtumishi, nina mashaka na wewe. Kwa hiyo natamani kuweza kuona majasiri. Petro alipoona Yesu amekamatwa kwa ujasiri na kwa ukakamavu, akachukua panga akakata. Kwa nini alikata? Aliona kwa nini anatolewa tunu aliyopewa aitumie. Na kwa sababu hiyo Yesu naye akasema haijaruhusiwa kukata. Yesu kwa sababu aliona si wakati, wakachukua sikio akarudisha. Hivyo basi sina budi kusema hatutumii panga, hatutumii msumeno, hatutumii marungu, tunatumia neno la Kristo likapate kuiponya Tanzania. Maana Mungu analiangalia neno lake likatimie. Asante sana. Jina lako unaitwa nani? Jina langu ni Bishop Chris. Ndio. Chris nani kutoka Steven wapi? Kutoka Goshen Ministry International, hema la makimbilio, Gongo la Moto. Neno la mwisho la kuaga wa Tanzania. Karibu sana. Neno la mwisho la kuaga wa Tanzania. Enyi wa Tanzania, ndugu zangu, Mungu atafuti mwili, Mungu anatafuta roho yako ipone. Unabudi kukumbuka mwili wako ndio kifungashio cha roho, na ndio maana Mungu akasema katika Wakorintho wa kwanza sura ya 3 na mstari wa 9 mpaka mstari wa 16 akasema, nami nikatenda kazi pamoja nayo. Na Mungu anatenda kazi na wanadamu. Hivyo basi wewe Tanzania huna budi kujitambua kwamba unatenda kazi na Mungu. Mungu anataka kuiponya Tanzania kwa kupitia wewe unayetazama, hata wewe mtazamaji wangu, hata wewe msikilizaji wangu, hata wewe mwandishi. Mungu anatenda kazi pamoja nawe, na ndio maana tuko hapa tunasikilizana leo tukijua ya kwamba Mungu anakwenda kufanya jambo kwa kupitia mwanadamu. Kwa hiyo wanadamu wote au Wakristo wote au Watanzania wote tushikamane na tukae katika umoja, ili amkini tumwite Mungu katika roho na kweli. Kumbuka, waabuduo halisi ndio Mungu anawatafuta. Katika Yohana 4:24-25 anasema, nao waabuduo halisi watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Hivyo ni wakati wa Tanzania kugeuka kumrudia Mungu. Haya yote yanayotokea Tanzania ni kwa sababu tumeamua kufuata njia zetu na kugeuka. Lakini Mungu asema tutakapogeuka na kujinyenyekesha, kama alivyosema katika Nyakati wa Pili akasema, mtakapojinyenyekesha na kunirudia, hapo ndipo kwenye kusudi kubwa la Mungu. Asema nitawageukia na ndipo nitakapowabariki Tanzania. Kwa hiyo nahitaji baraka ya Tanzania ikaonekane pindi ambapo sisi tumekaa na kugeukia Mungu katika roho na kweli. Hapo ndipo tutaona utukufu wa Bwana utakwenda kujidhihirisha. Asante sana. Jina anaitwa